Tuzo ni mkusanyiko wa mambo mengi, ikiwemo ndani yake mashindano ya usomaji wa Qur'ani, lakini pia kuwakirimu wale ambao wamefanya kazi kubwa kwenye kuisomesha na kuihudumia Qur'ani tukufu sawasawa katika nchi yetu ama nje ya nchi yetu. Na hii ndio maana halisi ya kusema tuzo ya kimataifa. Kwa hiyo ndani ya tuzo hiyo kutakuwa na mashindano ya Qur'ani tukufu, lakini kutakuwa na takrima kwa wale ambao wameihudumia na wanaendelea kuihudumia Qur'ani tukufu katika nchi yetu na nje ya nchi yetu. Sambamba na hilo kutakuwa na ugawaji wa zawadi mbalimbali kwa wale ambao watahudhuria katika tukio hilo kubwa, tukio la kihistoria, tukio la kimataifa ndani ya uwanja wa Benjamin William Mkapa katika siku hiyo ya tarehe 5 mwezi wa 4, na ni Jumapili ijayo kilugha fupi. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo yatakwenda kutokea katika mkusanyiko huo mkubwa wa aina yake. Haya, turudi sasa huko kujua huyu hapa kutoka Brazil, kwa nini mmeamua kwenda huko? Mmekiona kitu gani hasa? Hakika hiyo ndo tafsiri. Ukisema neno kimataifa, basi maana yake ni lazima uguse mabara yote yanayounda ulimwengu. Sasa miongoni mwa nchi ambazo zimetuhamasisha kuweza kuwaalika kutokana na viwango vya usomaji wao, basi ni nchi ya Brazili. Sambamba na Brazili tutakuwa na kama vile mabingwa hawa watu wa Indonesia, watakuwepo watu kutoka India, watakuwepo wasomaji kutoka Marekani, watakuwepo kutoka Uingereza, watakuwepo kutoka Ujerumani, Fransa. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli limebeba ile sura ya kimataifa. Ukiachia ule umataifa uliobebwa ama unaoundwa na wale washiriki ama washindano mashindano haya ambayo watakuwa katika mapote mawili ama makundi mawili. Wako vijana wa kuanzia miaka 17 na kuendelea, na wako vijana kuanzia miaka ama 7 mpaka miaka 12. Hili ni pote maalum la watoto wadogo, pote ambalo tunaliona kwamba ni kundi ambalo litakuwa na msisimko wa aina yake. Kumpata kijana mdogo mwenye umri wa miaka 10, 11, 12 akiwa amehifadhi Qur'ani vizuri juzuu 30, kwa kweli si jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa hiyo hawa wote watakuwepo kuja kulipamba jambo letu hili la tuzo za kimataifa za usomaji na uhifadhishaji wa Qur'ani tukufu. Haya, kuna nchi ambayo umeongezeka tofauti na mwaka jana, tofauti na ya Brazil? Zipo. Mwaka jana hatukuwa na mwakilishi kutoka Ufaransa. Mwaka huu tunaye mwakilishi kutoka Ufaransa na Ujerumani pia. Ujerumani. Naam. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.